Jumatatu. Hongereni sana kwa wote ambao mmezaliwa siku ya Jumatatu. Monday. Kama wewe umezaliwa siku ya Jumatatu, basi hii ni siku bora sana kwako. Ni siku nzuri sana kwako. Kama wewe una jina linaloanza na herufi hizi hapa. Kama wewe jina lako la mwanzo la kuzaliwa herufi inaanza na jina D au P, unahusishwa moja kwa moja na siku ya Jumatatu, na sayari inayokuongoza inayoakisi maisha yako moja kwa moja ni mwezi au ni moon. Kwa hiyo kama umezaliwa siku ya Jumatatu, hongera sana. Unaongozwa na sayari ya mwezi. Lakini watu wengine ambao wana vibration ya namba 2, kama unajua una vibration ya namba 2, jina lako zima, kama umezaliwa tarehe 2, kama umezaliwa tarehe 29, kama umezaliwa tarehe 11, wewe una vibration ya namba 2. Au kama una herufi ya jina mwanzo linaanza na B, K au T, B, K au T, pia wewe una vibration ya namba 2. Unaingia hapa kwenye siku ya Jumatatu na unaongozwa na sayari ya mwezi, au unaongozwa na nyota ya Cancer, unaongozwa na nyota ya Kaa. Kwa hiyo kama umezaliwa siku ya Jumatatu, una herufi hizi hapa B, K au T, au na herufi hizi hapa D au P, unaongozwa na sayari ya mwezi. Sasa nataka tuchimbe in deep, uweze kujitambua vizuri. Ni namna gani mwezi unaathiri maisha yako? Ni namna gani mwezi unaweza kukusaidia kufanya shughuli zako? Ni namna gani unaweza kujitambua kupitia siku ya Jumatatu? Katika mifumo ya unajimu wa jadi, astrology na numerology, Jumatatu au Monday, unawe kujiuliza kwa nini inaitwa Monday? Ni moon day, siku ya mwezi. Huhusishwa na mwezi moja kwa moja. Mara nyingi mwezi ina vibration na namba 2, yani inajihusisha moja kwa moja na namba 2. Kwa watu ambao wamezaliwa tarehe 2, watu ambao wamezaliwa tarehe 11, watu ambao wamezaliwa tarehe 20, wote wapo katika vibration na namba 2 na wanaongozwa na siku ya Jumatatu au nyota ya mwezi, au sio? Kiroho na kimila, mwezi, sifa za mwezi au hawa watu ambao wamezaliwa siku ya Jumatatu mara nyingi huwa na hisia na mihemko, mara nyingi huwa na intuition kali au hisia za ndani, mara nyingi huwa na ndoto na fikra za ndani. Mara nyingi hawa wana umama ndani yake, yani wana ulezi na huruma, wana kumbukumbu na maisha ya ndani ya nafsi. Wana mabadiliko ya kihisia kama awamu za mwezi zilivyo. Watu waliozaliwa Jumatatu, mafundisho ya unajimu husema mara nyingi huwa wenye huruma na upendo, wapole kuliko watu wengi, wana intuition kali, wana uwezo wa kusoma hisia za wengine. Sawa, wanaweza kuvutiwa na sanaa, muziki na mambo ya kiroho. Wanapenda amani kuliko migogoro. Kuna upande wa giza na upande wa mwanga, yani kuna negative ya upande wao na positive ya upande wao. Hem, twende kwenye upande wa right side, upande wa mwanga, upande wa chanya. Mwezi siku ya Jumatatu, watu waliozaliwa siku ya Jumatatu, nguvu chanya ya vibration namba 2 ni watu wenye diplomasia, ni watu ambao wanapenda usuluhishi, wana upendo na ushirikiano,
wana uaminifu, wana hekima ya ndani, wana uvumilivu, wana uwezo wa kufanya kazi na watu tofauti tofauti. Kiujumla wanaweza kushirikiana sana, wana huruma kwa walio dhaifu. Mtu akiwa kwenye upande huu mara nyingi huonekana mtulivu sana, mwenye hekima, mshauri mzuri, mkarimu, mwenye kuvutia watu kwa upole wake. Sasa twende kwenye dark side au kivuli cha mwezi au upande wa giza au upande wa negative kwa hawa watu waliozaliwa siku ya Jumatatu. Kila nguvu ina upande wa kivuli, lakini upande wa kivuli wa namba 2, hisia kupitiliza. Hawa watu huwa wana hisia nyingi kupitiliza. Hisia zao huwa zinabadilika sana. Huwa wanakuwa na hofu ya kukataliwa. Huwa wanapenda kutegemea maoni ya wengine. Huwa wanakuwa na wivu, umiliki wa kihisia. Huwa muda mwingine wanakosa maamuzi. Huwa wanapenda kujifungia ndani wakati wa matatizo. Mtu akiwa kwenye upande huu anaweza kuumia kirahisi, kukasirika kimya kimya, kuwa na wasiwasi mwingi, kuathiriwa sana na mazingira. Sasa ni rangi zipi ambazo mara nyingi huwa zinatawaliwa na mwezi au zinatawaliwa na siku ya Jumatatu? Ni rangi gani? Katika mila nyingi za unajimu, rangi ambayo inatawaliwa sana inasemekana ni nyeupe, silver au fedha, cream, rangi za maji au bahari. Haya, sasa ni herufi gani ambazo zinaunganishwa na namba 2 moja kwa moja katika mfumo wa numerology? Mara nyingi ni B, K na T. Sawa, ni B, K na T. Ndio maana baadhi ya mifumo huunganisha vibration ya namba 2 na herufi kama hizo hapo, B, K na T. Nguvu za mwezi katika maisha. Mwezi huwakilisha akili ya ndani, subconscious mind. Hisia, ndoto, mahusiano ya kifamilia, ulinzi wa kihisia, uwezo wa kuhisi mambo kabla hajatokea. Hawa watu wana vipawa vya kuona au kuhisi mambo kabla hajatokea. Kwa hiyo sikiliza sana intuition yako pale ambapo unaona kuna kitu kinakwambia hapa usifanye, hapa fanya. Sikiliza sana, hiyo itakusaidia katika kufanikisha mambo yako, kwa sababu una nguvu hiyo. Kwa wewe ambao umezaliwa siku ya Jumatatu, kwa wewe mwenye herufi ya BKT, kwa wewe mwenye herufi ya D au P, na kama wewe umezaliwa tarehe 2, tarehe 20, tarehe 11, sawa. Siri zinazohusishwa na mwezi katika mafundisho ya kiroho. Mwezi huonekana kama ishara ya mafumbo ya nafsi, ulimwengu wa ndoto, kumbukumbu zilizofichika, intuition na sauti ya ndani, mzunguko wa kuzaliwa, kukua, kufa na kuanza upya. Kwa mtazamo wa numerology, mtu mwenye vibration ya namba 2 anafananishwa na maji. Anaweza kuwa mpole sana, lakini pia ana uwezo wa kubadilisha mazingira, kuwa mvumilivu kwa muda mrefu. Kwa kifupi, sayari ya Jumatatu ni mwezi. Namba yake ni namba 2. Herufi zake ni BKT. Nguvu kuu ni hisia, intuition, upendo, ushirikiano, mwanga, huruma, amani, hekima. Upande wa negative au kivuli huwa wanakuwa na hofu, wanakuwa na wasiwasi, wanakuwa na hisia kupita kiasi. Muda mwingine wanakuwa hawajiamini. Hawa ni watu waliozaliwa siku ya Jumatatu na wanaoongozwa na sayari ya mwezi. Sawa. Kama pia umezaliwa tarehe 2, basi wewe unahusishwa moja kwa moja na mwezi na siku ya Jumatatu. Kama umezaliwa tarehe 11, basi wewe pia una vibration ya namba 2. Unahusishwa moja kwa moja na mwezi na siku ya Jumatatu. Kama umezaliwa tarehe 20, kama umezaliwa pia tarehe 29, wewe pia unahusishwa moja kwa moja na siku ya Jumatatu na sayari ya mwezi.
Hizi ndo tarehe kuu zinazobeba vibration ya namba 2 ndani ya mwezi. Maana ya kila tarehe. Tarehe 2 inamaanisha ushirikiano, upole, diplomasia, hisia. Tarehe 11 hii ni master number, intuition kali, uongozi wa kiroho, ufunuo na maono, nguvu kubwa ya kiakili. Waliozaliwa tarehe 20, nguvu ya namba 2 iliyoongezwa na 0, ulinzi wa kiroho, subira, ukuaji wa ndani. Waliozaliwa tarehe 29, mchanganyiko wa namba 2 na namba 9, huruma kwa watu, vipaji vya ushauri, mafunzo kupitia changamoto za kihisia. Sawa. Siku zinazohusishwa na namba 2, Jumatatu ni Monday. Sayari ni mwezi, rangi ni nyeupe, silver, cream. Kipengele chao ni maji, au wana nguvu sana na maji. Herufi zao ni BKT au DP. Katika baadhi ya mifumo ya numerology, upande wa mwanga au right side, upande chanya kwao ni huruma, upendo, amani, uaminifu, intuition. Upande wa kivuli au dark side, upande wa giza au upande negative kwao mara nyingi wana changamoto hizi hapa: ni hofu, kutokujiamini, hisia kali kupita kiasi, kutegemea maoni ya wengine, wasiwasi. Vitu kama hivyo ndio huwa mara nyingi vinawakumba sana. Kama nilivyosema, watu wanaongozwa na nyota ya kaa. Nyota ya kaa au Cancer. Nyota ya kaa, sifa zake mara nyingi huwa ni familia kwanza, huruma, ulinzi, hisia za ndani, kumbukumbu kali. Sawa. Kwa hiyo hawa watu wako poa sana, wana huruma mno. Sasa ni miezi gani bora sana kwao? Hawa watu waliozaliwa siku ya Jumatatu, wanaoongozwa na sayari ya mwezi. Miezi bora sana kwao ni mwezi wa Februari, ni mwezi bora sana kwao, au mwezi wa pili ni mwezi bora sana. Mwezi wa 11 pia ni mwezi bora sana kwao. Sawa. Sasa namba 2 mara nyingi huwa ina vibration nzuri sana, hasa vibration ya ushirikiano. Sasa huaminika kupatana vizuri na baadhi ya namba. Namba 2 huwa inapatana sana na namba 4, huwa inapatana sana na namba 6, huwa inapatana sana na namba 8. Kwa hiyo yani hii vibration ya namba 2 huwa inapatana na vibration ya namba zingine ambazo ni namba 2, namba 4, namba 6, namba 8. Ina maana hiyo ukijua namba 8 inahusisha herufi gani, ukijua namba 6 inahusisha herufi gani, ukijua namba 4 inahusisha herufi gani, basi utajua ushirikiane na watu gani, kwa sababu hiyo vibration yako inaendana sambamba kabisa na vibration hii hapa ambayo ni 864, kwa sababu kuleta utulivu, familia na ushirikiano. Kwa hiyo watu waliozaliwa hii tarehe 2, tarehe 11, tarehe 20, tarehe 29 wanaweza kushirikiana na watu ambao wamezaliwa tarehe 4, tarehe 6 au tarehe 8. Sawa. So hakikisha unafuatilia, unajijua vizuri, unaelewa maisha yako yanaenda vipi, kisha ufanye kazi siku ya Jumatatu sana, kwa sababu it is your day, ni siku yako. Kama umezaliwa siku hii, hongera sana, endelea kupambana, endelea kufight. Kikubwa sana jijue, jitambue. Hiyo ndo key point yako, huo ndo ufunguo na mlango wa mafanikio kwako. Ukishajijua hutapata shida, kwa sababu utatembea katika mteremko, kwa sababu utakuwa tayari una ramani ya maisha yako, una ramani ya future yako. Sasa huwa nasoma ramani ya maisha ya mtu, huwa nasoma future ya mtu. Kama unataka kusomewa best chart yako, nitafute kupitia mitandao yangu ya kijamii, au unaweza kunitafuta kupitia namba 0715047591. Utaweza kusomea best chart yako, mambo yawe sawa kabisa. Nuru, mimi ni mwanga wa uelewa na kusaidia kuona future yako
na kusaidia kujua ramani ya maisha yako, na kusaidia kujua life path yako. Wewe umezaliwa kufanya nini? Wewe umezaliwa uwe nani? I am Nuru, mimi ni mwanga wa uelewa. I'm out. Sauti ya Hekima.